Tuliongea na mkurugenzi wa Tume ya Sayansi na Teknolojia COSTECH kuhusiana na pale ambapo sasa wanaamua kushirikiana na serikali, inaamua kushirikiana na taasisi za kifedha, na sasa imekwisha kupata moja ambayo ukichanganya tunaweza tukauita kama mtaji vikianzio ni zaidi ya bilioni 4. Kwa hiyo tuseme ni bilioni 4 ambazo hizi zinakwenda kujibu sehemu ya lile swali kubwa sana ambalo tulikuwa tunajiuliza kila wakati kwamba tunakutana na bunifu nzuri sana kwenye viwanja vya 88, tunakutana na bunifu nzuri sana kwenye viwanja vya 77, lakini baada ya pale hatuzioni. Na zingine zinakuja zinaendelea, mwishoni zinakuja bunifu zingine ambazo zinakuja kuharibu thamani ya zile bunifu, kwa sababu hapa katikati wa bunifu walikuwa wanapotea. Moja ya kilio chao kilikuwa ni mitaji ya kuendeleza hizo bunifu. Mwaka jana Wasafi ilifanya mahojiano na mbunifu ambaye amebuni mfumo wa kupunguza foleni kwenye mahospitali. Na ziko hospitali kadhaa ambazo Wasafi tulitembelea kwenda kuona kama kweli jambo hilo linafanya kazi. Tulipita katika moja ya hospitali ambazo tulipita ni hospitali ya Temeke. Lakini mfumo kama huo ulianzia hospitali Jakaya Kikwete pale Muhimbili, taasisi ya moyo. Ninaye hapa mbunifu. Katika mazungumzo yake, kitu kikubwa ambacho alikigusa kama pointi ya msingi ni kwamba hatua ya kimtaji ya kutoka hapo alipofikia kwenda kufunga labda mfumo huo nchi nzima, ndipo alipokuwa amekatikia miguu. Alikuwa hawezi tena kuendelea. Kwa hiyo kilio chake akakipeleka serikalini ili ikiwezekana wabunifu wa namna hiyo waweze kusaidiwa, na walisaidia na taifa. Sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesikia kilio chenu. Serikali imetafuta pia mbia mshirika ambaye ni taasisi ya kifedha, na kwa ujumla wake ziko pale bilioni 4 ambazo zinawasubiri wabunifu sasa ili waweze kupiga hatua za kwenda mbele. Naomba ujitambulishe vizuri kwa anaye kutazama kwa sasa, lakini pia uniambie umepokeaje hilo ambalo lilikuwa ni sehemu ya kilio chako kikubwa tukizungumza nawe mwezi wa 12 mwaka jana. Asante ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Jeremia Malamka, ni mbunifu wa mfumo wa usimamizi wa foleni, na ubunifu huu ni ubunifu ambao umesimamiwa, sijui Kiswahili sahihi itakuwa umeatamiwa na COSTECH, kwa sababu nilibuni toka niko chuoni nikaingia mtaani, na nakumbuka kweli mwaka jana Wasafi ilifanikiwa kufuatilia historia yangu kwamba kweli hichi nilichobuni kipo na kinatija, na ukiangalia ubunifu huu ulipata mwitikio mzuri, lakini sasa soko ni la nchi nzima, na mimi nimeweza kufanya kazi hospitali ya Mbagala, nimefanya majaribio pale Muhimbili, nimefanya Jakaya, nimefanya Temeke. Sasa hivi una soko Kigoma, una soko Kagera, una soko Ruvuma, tunavyojua jiografia nchi yetu, na hata pia nje ya nchi, kwa sababu kama tunavyojua kwamba tunapotatua matatizo ni vitu ambavyo vina uhalisia, vipo. Kwa hiyo unakuta na changamoto yetu kubwa toka kipindi hata Wasafi wametuoji wabunifu wengi sasa pamoja na mimi, ni kwamba kweli utaweza kujichanga umalize Dar es Salaam ukue, yani kwa sababu tunaona nchi zetu zina wageni wengi wanakuja kufanya kazi hapa, au kuna product za wageni, sijui kama ni sahihi nitataja wa China na nini, wale wote ni kwa sababu ya mitaji. Unajua kwamba yeye leo anaweza kusafiri akaja Tanzania akaomba kazi akaifanya akalipwa. Na hii yote ni kwa sababu gani? Ni mtaji tu, sio kwamba wametuzidi akili, wametuzidi maarifa. Sasa hiki kilikuwa kilio chetu. Mimi kwa niaba ya wabunifu wenzangu ninaishukuru sana serikali yetu ya awamu ya 6. Napongeza juhudi za Mheshimiwa Rais. Nilisema katika uzinduzi kwamba historia itaandikwa, na moja ya historia tulisema kwamba itaandikwa kwamba tumetoka kwenye zile pointi za poor government support, lack of capital, kwa sababu tunataka tuingie sokoni, tunataka tulifikie soko, na ili ombi letu limetekelezwa kwa vitendo kama tulivyosikia mfuko umeanzishwa. Kwa hiyo kama wabunifu kwa kweli ni kitu ambacho tunaishukuru sana serikali, tunaishukuru Wizara ya Elimu ya kupitia COSTECH, Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia, kwa kuliratibu hili jambo kwa ukubwa zaidi, kwa upana wake. Sio jambo ambalo lingeweza kuonekana kwamba wao shabuni
nenda kwenye mataasisi ya fedha, lakini wamejua changamoto ya kwamba mataasisi ya fedha yanataka dhamana. Wabunifu wengi ni watoto wa familia za kawaida sana. Sasa hata unakuta kitu cha kuweka dhamana benki wewe wakupe hela hakipo kwenye familia, au pia ni riski pia kwa hata wazazi. Unamwambia sasa mzee, hii nyumba na yeye amekusomesha, labda anachotaka tu kaajiriwe asikie mwalimu sehemu, lakini kuliko uanze kumshawishi vitu kama hivyo. Kwa hiyo kilio chetu kwa kweli kimejibiwa kwa vitendo. Anasema kilio kimejibiwa kwa vitendo. Na faida ni ipi ambayo ikitokea na kwa umo katika wale ambao watakuwa wamefanikiwa kupata? Maana wamesema watakuwa na wachuja na nini, lakini kwa mtu kama ambaye unafunga mfumo wa foleni, ikitokea umepata na umezifikia hizo hospitali nyingi, faida ni ipi kwa nchi, lakini pia kwa mfumo wako? Sawa. Yes, na faida hapa nianze kusema kwenye upande wa nchi. Tunaona sasa hivi moja ya changamoto kubwa ni motive ya vijana kujiajiri. Sijui niseme ushawishi. Vijana wengi hawana ushawishi kwenye kujiajiri kwa sababu pia hakuna matokeo chanya mengi yanayozungumziwa sana vijana kwenye upande wa elimu na ubunifu. Unajua ajira ambayo inakuwa rahisi ni mpira, kwa sababu kidogo tunaona kuna wachezaji saizi ligi kuu na kule hamna mtaji, ni sana kipaji, sio pengine na muziki. Umeona? Yes, tunaona hata muasisi wa hii Wasafi ni mtu ambaye ameweka ushawishi mkubwa kwa sababu imeonekana kwa vitendo. Kwa hiyo kitaifa ni kwamba sisi tutaenda kuonekana kwa vitendo kwamba mimi nimemaliza chuo, nimesoma na degree, lakini pia nilikoma kwenye ubunifu. Serikali imenifikia, nimeweza kukopeshwa kupitia serikali, nimeweza kuajiri vijana wenzangu, tumeweza kuzifikia hospitali nyingi, tunatupo Rwanda. Ni hiyo kitu ambacho kitavutia, ni faida kubwa kwa serikali. Watu kuanza kuona kwamba kwenye sekta binafsi pia kuna wigo mpana, kuliko wote tukakimbilia kwenye kuilaumu serikali swala la ajira. Na hapa nimesema kwamba kuzalisha ajira ni kitu kikubwa, kwamba tutaweza kufanya kazi kwa kuweza kutengeneza sana hizo fursa na kuwavutia watu wengine. Lakini kwa upande wangu binafsi ni kwamba, au upande wa ubunifu, moja ya matamanio yote ya mtu yote anayebuni kitu, cha kwanza ni kuona kile kitu kinatumika. Unajua ukabuni kitu kakiweka sebleni alafu ukaja hapa Blaza David ndio Lagazia akakwambia unajua lile ni gari linatembea lile. Unaona kwamba vipi sasa gari limekaje sebleni? Kwa ubunifu na kwa sababu una records ambazo zinaonekana, ukienda sehemu watu wanausifia kwamba pale nimehudumiwa haraka, nilikuwa Jakaya ni wewe umefanya, mimi nimeshapongezwa sana. Na kutana na malecture wangu chuo nilichosoma wanajua ule ubunifu. Akupigia simu, I say nimehudumiwa pale. Yaani so nice. Kwa moja kitu kikubwa ambacho kwa ubunifu kwanza ni kuona kwamba linatatua lile tatizo kweli. Hamna lawama, hamna changamoto zile za mwanzoni. Ni kweli imefanikiwa. Umeona, na hii changamoto kwani iko sehemu moja, iko sehemu zote. Kwa hizo sehemu zote zimetatuliwa. Kwa hiyo ni faida kubwa pia kwa huu mfumo. Na kadiri unavyorahisisha huo mfumo kwamba watu waende kwenye foleni kwa haraka, wewe pale ni yako ilikuwa ni kutatua nini? Ni kutatua foleni au kuna jambo ulikuwa unadhani linaweza likatatuliwa pale? Kama nilivyosema, jambo langu la kubwa la kwanza ambalo lilinikera mpaka nikafikia ubunifu nikiwa chuo, nilienda hospitali hizi za kwetu hapa serikalini. Nikajikuta kwamba muda leo spend pale kupata huduma ni mwingi sana. Na kwa sababu gani? Hamna tu utaratibu. Umeona? Na pakiwepo na utaratibu ningejua natakiwa nisubiri muda gani, ningejua saizi kwa nini wamemuita David na sijaitwa mimi, ningeweza kujua nikitoka hapa naenda wapi na kule mbele kuna watu wangapi pia. Na nikifika kule mbele mimi ni wangapi, kuona tu muda wangu unasaminiwa. Shida kubwa sana unajua ukienda hospitali ni uwezi kuondoka kwa sababu kweli umekwama. Unajua tofauti na benki, tofauti na sehemu zingine, unaweza ukabushit kesho. Lakini sasa hivi jino linakuuma, so ni kama umeshikwa pabaya. Kwa hiyo kuna hiyo uhitaji mkubwa kwa sababu ni sehemu ambayo unahitaji kuwepo, lakini pia
ni muhimu kuona muda. Kila mtu anapenda kuona muda wake unasaminiwa. Umeniahidi njoo saa 4, nimefika saa 4, umeniambia subiri dakika 20, na mimi naziona zile dakika 20. Lakini tunaona leo hii Watanzania wengi wanajua ukienda hospitali, kwa sababu hakuna kweli, kuna madaktari, kuna watu ambao watakuhudumia, lakini wewe hujui unarudi saa ngapi. Unaweza issue ya kukaa dakika 10 ukaondoka jioni. Ukaona nesi kaja tu kamchukua fulani karudi, mpaka kesho unajiuliza na vipi pale nifahamiane na mtu unafanya kazi pale naomba namba yako. Kwa hiyo ndo changamoto kubwa ambayo ilipelekea kwamba niwe na hii solution, ili suluhisho. Neno lako kwa Costech, lakini pia kwa wabunifu wengine ambao kimsingi uko nyuma walibuni alafu wakajaribu kupenya kwenye masoko mbalimbali ili wapeleke bunifu zao mbele, wakakwama, wakachoka, wengine wakaja wakakuta bunifu zao zimeshapitwa na wakati, tena teknolojia imekuwa sana na kadhalika. Kwa mapinduzi haya ambayo yanakuja, ambayo yanaweza yakatoa fedha na nyinyi mkakimbizana, unasemeaje kwa kumalizia? Yes, neno langu kubwa kwa Costech, kwanza kupitia mkurugenzi mkuu hapa Dr. Amos Nungu, ninampongeza na ninaipongeza pia taasisi ambayo anaiendesha, kwa sababu ni taasisi sikivu sana kwa wabunifu. Ni mkurugenzi ambaye anafikika, ni mkurugenzi ambaye anapokea ushauri na anaufanyia kazi. Na maombi ya wabunifu, haya ni maombi ambayo mimi nimeanza kuomba kwamba natenda nije hapa Costech. Tunaambiwa, tulikuwa tunajua hata mlengo wa Costech kwamba yenyewe inaibua tu bunifu, wanatuambia sisi ni kuziibua, lakini kwenye biashara hatujafika huko. Lakini ile jambo tutalifanyia kazi. Tulikuwa tunaambiwa hivyo. Mimi barua nilizoziandika hapa ni mapema sana, miaka hata 3 nyuma huko. Unapata tenda wanataka hospitali nzima ufunge. Mimi nimefunga Muhimbili kwa kipande tu. Mbili wana Mloganzila, wana Muhimbili kubwa yote, wanakuambia sasa utaweza. Ile ni taasisi ya kiserikali, haiwezi kukupa hela wewe kwamba ufanye, kwa hata kama kweli kitu chako kinafanya kazi na miongozo yake, si ndio? Sasa umefunga sehemu zinatakiwa maeneo kama hayo, lakini unakuja huko unazungumza na hii taasisi na uona uzito, inasema tunalifanyia kazi, kana inaonekana kama sio kweli kwamba sasa unajua sehemu nyingi walikwambia tutafanyia kazi au tutaliita, inaonekana kama story, lakini sasa ni zaidi kwamba hii taasisi inasikiliza sana wabunifu, na mimi naipongeza kwa ujumla kupitia wabunifu hata ambao wako nyuma waliwahi kupita. Mimi ni shuhuda mzuri, kwa hata kama sijapata, labda sijafanikiwa kupata huo vigezo labda kwenye mfuko, lakini hata wale wabunifu ambao wamepata, watakapata au tutakaopata whatever, tutakuwa mashuhuda wazuri wa kuona kwamba hiki kitu ni cha ukweli. Watu watakopata watakuja washuhudie na watakuja waonyeshe kazi zao. Kwa hiyo mimi nina ombi tu kwa wabunifu kwamba tuwe wa kweli katika hili. Yani kwamba kwa kweli ni kuonekana kwamba hii sekta imepata suluhisho, sasa lisije likafa. Ukweli wake ni kwamba tukafanye kile ambacho tumezamilia. Nani serikali, tuwe waadilifu kwa serikali. Unajua sasa kwenye swala la fedha pia kuna changamoto, lakini najua vilio vingi vya bunifu ni kuona product zao zinatoka. Kwa hiyo ombi langu kubwa ndio hilo, tu wa kweli, tuwe waadilifu, tuweze kuona hizi taasisi ambazo zinatusimamia zikijivunia wabunifu wake. Mimi nakushukuru sana. Asante sana. Na kila laheri. Shukrani sana. Yes. Wabunifu mkipata fedha, anatamani moyo wa kweli, na fedha zitumike kwa lile ambalo mlikuwa na kiu nalo. Shatoa jasho sana ya kubuni, sasa upata pesa ya kupeleka ubunifu wako kwa jamii ili ukatatue tatizo, watu wakautumie. Sasa ukipewa pesa, usiende kuoa, usiende kufunga barabara alafu ukaanza kucheza watoto, usiende kufanya mambo mengine ambayo wanakuona kila siku na ama tu klabu hii ile ya mkoa huu na mkoa mwingine. Mbunifu anasema ni time ya kuipa serikali kwamba yes, mmetupa, tunahitaji zaidi, ili na yenyewe ione kuna mahitaji na kuna wahitaji. Mimi ni David Rekiza Runyagira.